Na mtazamaji, karibu tena. Wakazi kutoka vijiji vya Muyala eneo bunge la Rurambi na kile cha Mwikoli eneo bunge la Navakholo kaunti ya Kakamega wameweza kufanya maandamano ya amani ya kumshinikiza gavana wa kaunti hiyo Fernandes Baraza kutimiza ahadi ya kuwajengea daraja linalounganisha maeneo bunge hayo mawili, ahadi aliyotoa mwaka jana kwenye sherehe za kufunga mwaka za jamii ya Abasoto, akisema kwamba wiki mbili tu tangia sherehe hizo kwamba daraja hilo litakuwa linajengwa. Dandunde anatuarifu zaidi. Wakazi hao wameandamana kwa kubeba matawi wakilalamikia kutengwa na serikali ya kaunti ya Kakamega kuhusu hali ya barabara pamoja na daraja hili ambalo linaunganisha maeneo bunge mawili, moja la Rurambi na Navakholo, likiwa kwenye hali mbaya. Wametishia kufunga daraja hili hadi litakapokuwa limerekebishwa ili kuepusha maafa zaidi. Kulingana na wakazi hao, wamesema zaidi ya watu 5 wamepoteza maisha kutokana na daraja hili, na sasa wanataka serikali ya kaunti ya Kakamega kuwajibikia swala hilo. Anatuma watu wa kaunti wanakuja kuiangalia tu, wanapenduka wanaenda. Na kwa hakika hii daraja imeumiza watu wengi. Juzi kijana wa bodaboda aliangusha mama hapa. Huyo kijana akavunjika mkono. Sasa tunashindwa baraza, huwa anatuambia ni Italanyi. Italanyi yake ni kusaidia nini? Hakuja tuundie daraja ama tufanye maandamano yenye ajayo wana Kenya hii. Na sio tafadhali tukipewa kura utusaidie tufanye maendeleo. Kuja tusaidie maendeleo tujenge daraja kwa sababu hii ni barabara inafanya biashara na inaunganisha Rurambi na Navakholo. Wanakuja tu juzi anatuma tu watu wake wanakuja hapa kupiga mapicha hapa na kuenda. Hii imeua watu 3. Wa kwanza mwanzoni alikuwa wa tractor. Tractor iliingia hapo. Ndio wakatuletea hujumu. Imechukua mama na mama ingine. Ndio sasa wa mwisho akakuwa huyu mtu wetu wa Must. Lakini kwa MP ningeenda kama na hama. Ukienda atakwambia gavana amechukua. Nikienda kwa Wangata niambia ina maneno ya gavana wenu. Sasa kama gavana anafanya kazi, nataka tuseme hivi wananchi. Gavana akifanya kazi kwa upendeleo, anafanya kazi ya matungu kwa peke yake. Hao walikuwa naite na agenda. Wakawa na wale watu wao wale wanawekwa kwa mfuko. Akifanya hii kazi, achukue huyu contractor mwingine yule kwa upande wa kwake. Ngamie biashara yetu isikome kwa sababu hii daraja ikikoma biashara imekoma. Na gavana walichukua jukumu ya kwamba madaraja na mabarabara wenyewe ndio watakuwa wanashughulikia, lakini mpaka saa hii hatuoni kama wanatekeleza jukumu hilo lao. Wametaka wabunge kupewa majukumu kushughulikia barabara za ndani ili kuhakikisha kuna usalama kwenye barabara hizo kuliko kungoja serikali za kaunti ambazo zinajikokota kufanya maendeleo. Waungane, wakuje tufanye harambee, sisi wenyewe tujitengeneze hii barabara. Sawa ni watoto wetu ndio wanatumia hii barabara. Si mtoto wa mwingine. Hata kama tunalaumu Fernandes Baraza anajua mtoto wake atapanda ndege akiruvuka kenda na Navakholo. Yeye anaelewa hiyo. Sasa hana haja. Kwa hivyo sisi wenyewe pia tujifanye tujisadidi. Hakika hii daraja imeumiza watu wengi. Juzi kijana wa bodaboda aliangusha mama hapa. Huyo kijana akavunjika mkono. Sasa tunashindwa baraza, huwa anatuambia ni Italanyi. Italanyi yake ni kusaidia nini? Hakuja tuundie daraja ama tufanye maandamano yenye ajayo wana Kenya hii. Alituagiza atatengeneza hii daraja within 2 weeks. Na saa hizi hajatengeneza. Pesa zinatoka kwa account. Tunataka kujua hizo pesa zinafanya kazi gani. Tutapata kwa nani? Na hii daraja inapitisha watoto wa shule. Sisi bodaboda tunafanyia hapa kazi. Inapitisha hata kuna watu wanakufa huku Rurambi, wakitoka Rurambi wakienda Navakholo, maiti inapitisha hapa. Hata hivyo, waziri wa barabara katika kaunti ya Kakamega Patrick Kundu kupitia kwa njia ya simu amesema kwamba tayari wamepata malalamishi hayo na kuwa swala hilo linashughulikiwa. Nikiripotia habari za TV Magharibi kutoka kaunti ya Kakamega, naitwa Dan Ndunde.